ikizaliwa. Unaonaje Simba Day mwaka huu? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Simba Day ikipita tunamshukuru Mungu kwa sababu ni kazi kubwa na ngumu kuandaa tukio la aina hii. Ingekuwa ni tukio tu la kawaida, ingekuwa haliumizi kichwa, lakini ni tukio ambalo linatakiwa kuandamana na ubunifu ndani yake. Na hii ilikuwa ni Simba Day ya kuadhimisha miaka 90. Bahati mbaya ikaangukia kwenye uwanja wa Uhuru. Ikawa ni bahati mbaya na ni bahati nzuri kwa sababu Simba Day imezaliwa hapa. Kwa hiyo kurudi hii leo Simba Day ya kutimiza miaka 90 ikawa ni bahati nzuri, lakini ni bahati mbaya kwa sababu ulitegemea kwa miaka 90 yetu tupate sehemu kubwa zaidi, lakini kutokana na marekebisho ya Benjamin Mkapa ikatulazimu kuja hapa, na of course jambo limekwenda vizuri. Tunawashukuru wale wote ambao wamejitokeza kwenye kufanikisha jambo hili, na bila shaka tukio letu limekwenda vizuri. Mimi naweza nikasema limekwenda vizuri kwa sababu ni Simba, lakini naamini watoa maoni wa mitaani wanaweza kuwa mashuhuda wazuri zaidi ya kwamba tukio la Simba limekwenda vizuri. Limekwenda vizuri kwenye mrengo miwili mitatu. Kwanza ni mpangilio wa matukio. Unaona kabisa ni kitu ambacho kinafuata ratiba, kina sequence. Nani anatoka, nani anaingia, hakuna ambaye anazidisha muda, hakuna ambaye anafanya nje ya muda. Kila kitu, kila mtu amepangiwa kwenye muda wake. Bwana, wewe utafanya jambo lako muda huu. Huo muda umepita, haujaja, ndo muda wako umepita namna hii. Lakini kama haitoshi, hayakuwa tu matukio ya kawaida, ni matukio yenye ubunifu ndani yake. Kila tukio ambalo linapita ndani yake kuna kitu cha kuwafanya watu wafurahi. Yote kwa yote, mimi tathmini yangu naeleza kwamba tumekuwa na Simba Day iliyokuwa bora kweli kweli mwaka huu. Ahmed, wiki moja iliyopita, siku tatu zilizopita, ulisikia ukisema waachane nalo Dumbia kwenye TV, waje kumuona Dumbia wa live. Wamemuona? Ya, bila shaka. Moja kati ya washambuliaji bora tuliokuwa nao, ama moja kati ya usajili bora tuliokuwa nao ni Ibrahim Dumbia. Ni mchezaji ambaye ukiangalia kazi ambayo anaifanya kiwanjani inakupa taswira halisi. Unaweza ukashawishika kumdhihaki kwa sababu tu hajafunga mechi ya leo, lakini tazama matukio yake ambayo anafanya. Dumbia anavyozidi kuzoea, anavyozidi kuwa imara, ataendelea kuwa tishio zaidi, lakini kuna wakati Dumbia anawahitaji wenzie kuweza kutimiza majukumu yake. Kuna wakati unamuona tayari ameshakaa eneo la tukio, lakini mipira haiji. Kwa hiyo hapo huwezi kumshika shati Dumbia. Jukumu lake yeye ni kufika eneo la tukio na kusubiri kupewa mali aweze kufanya kazi yake. Kwenye ile mipira ambayo ameitafuta yeye mwenyewe, unaona namna ambavyo anaitengeneza kwa mipira ya hatari. Mimi bado naamini, na sio bado naamini, mimi naamini katika usajili wetu bora msimu huu ni Ibrahim Dumbia. Na muda utaongea. Kadri anavyopata muda wa kucheza, nyewe mtakuja kukumbuka maneno yangu. Ni mshambuliaji ambaye amekamilika kwa 100%. Anakwenda juu, lakini chini footwork yake iko vizuri kwa 100% kubwa. Kwa mchezo huu, namna ambavyo timu yenu imecheza, imepoteza, unaona iko tayari kwa kwenda kuanza mipika ligi kuu na mshindano wa kimataifa? Kwanza tulitakiwa kucheza hivyo, na tumefurahi timu ambavyo imecheza. Kumbuka hii ndio mechi ya mwisho kuelekea mechi ya ngao ya jamii. Huwezi kujiagarula hapo, huwezi kujiachia hapo, huwezi kujiweka wazi hapo. Lazima ucheze kwa namna ambayo itakuwekea akiba katika mechi inayokuja. Na ukishinda kwenye mechi kama hizi, of course ni jambo zuri kushinda, lakini iko namna ambavyo kuna vitu vingi vya msingi unakuwa hauvioni. Lakini ukipoteza kwenye mechi kama hii, inakupa nafasi ya kuangalia kwa umakini zaidi timu yako wapi uboreshe. Kwa hiyo haya matokeo plus mchezo ambao umechezwa hii leo ni mipango ya 100%, kwa sababu tunaelekea kwenye vita kubwa, inahitaji kuja kumfanyia mtu surprise pale uwanjani. Sawa, Zanzibar lini? Na bado sijapata taarifa yake sasa. Bwana Ahmed, kwa faida hiyo tuliochelewa kidogo. Alhaji tuzetu. Semaji. Hongera bwana, tamasha limefana. Pia tumefurahi kuona umeingia, umewapa watu utalii ambao hawakutarajia. Tamasha, tuambie namna ambavyo binafsi ulivyojiandaa na ulivyoliona.
Tunamshukuru Mwenyezi Mungu bana, hebu wape funguo kae bana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tamasha limekuwa zuri kwa maono yangu na mapokeo ya wanasimba walioko sehemu mbalimbali. Tamasha limekuwa bora sana. Kila ambacho tulikipanga tukifanya kwenye tamasha letu tumekifanya kwa ukamilifu wake. Tumekuwa na matukio bora, lakini tumekuwa na matukio ya kiubunifu kwa kweli. Kila ambacho tulipanga kimewa surprise wanasimba waliokuja uwanjani na wale ambao walikuwa kwenye TV. Ni mpangilio mzuri wa matukio, lakini sio matukio ya as normal, ni matukio yenye kuvutia na matukio yaliyokuwa bora kwa kweli. Tukio moja likiisha, linalokuja linakuwa bora zaidi. Hiyo ndio Simba Day ya miaka 90 fantastic. Miaka 90 ya Simba kwako wewe binafsi kama Ahmed Ally unawezaje kuelezea? Ni miaka yenye mafanikio, ni miaka yenye misukosuko, ni miaka yenye furaha, ni miaka yenye vilio, ni miaka yenye huzuni, ni miaka yenye kila kitu ndani yake. Ni miaka ya ukuaji hadi kufika hapa ndani ya miaka 90. Simba yetu imekuwa one of the biggest club in Africa na bado tunaendelea kuifukuzia ndoto ya kuwa top team in Africa. Kwa hiyo ni miaka 90 ambayo bado tuna nafasi kubwa ya kukua. Tunapotoka kwenye 90 kuitafuta 100, tunapaswa kuingia kwenye tatu bora ya Afrika na hatimaye kuwa namba 1 Afrika. Na hiyo ndo kazi kubwa ambayo wanasimba wametutuma hivi sasa. Mechi za mwanzo hizi huwa hazitoi taswira sana kuelekea kwenye msimu ujao, kwa sababu ni mechi ambayo watu wote tucheze, watu wote tupate. Na maana ukiangalia kipindi cha kwanza timu nyingine, kipindi cha pili timu nyingine. Ni mechi za maonesho, kama ambavyo unaona wale Simba tumeingia nao kwa ajili ya maonesho. Hawakuja kula mtu wala kutafuna nyama ya binadamu, walikuja kwa ajili na hata mechi vile vile ni mechi ya maonesho. Kila mtu anapewa nafasi ya kucheza na kuonesha kiwango chake. Lakini huwezi kucheza vizuri hapa tarehe 8 alafu siku 5 baadaye una mechi kubwa ya dabi ukajiachia ukaonesha. Yani hapa nikikwambia panga first 11 ya Simba hata uwezi kuipanga. Panga mshambuliaji wa Simba hapa uwezi kupanga. Mwalimu alikuwa anafanya vululu. Mfuko anakaa kitasa mara anasogea mbele, yani ili mradi kila mtu aoneshe uwezo wake na kila mtu apate nafasi ya kucheza. Uweze kujiachia kwenye mechi kama hii kwa sababu hawaangalii wana Simba peke yake. Wako wengi wanaoangalia na wana kalamu na daftari wanaangalia una ubora kiasi gani, una udhaifu kiasi gani. Kwa hiyo lazima ucheze hivi kwa ajili ya kujitengenezea silaha kuelekea katika mechi inayofuata. Matokeo, namna ya kucheza, it's not a big deal at all. Muhimu ni kwamba vijana wamepata nafasi nyingine tena ya kuamsha mwili. Steven Becker anakwenda sasa kukaa na jopo lake la wataalamu na kuangalia mchezaji mmoja ili afanye selection ya wachezaji 18 ambao takwenda kuwatumia tarehe 12 kwenye ngao ya jamii. Wako ni kama kuna kodi ilikuwa inafichwa. Muhimu sana, huwezi kujichanua kujiachia tu, tupo kwenye katikati ya vita. Kwa hiyo lazima kuna vitu vifiche na kuna vingine uvioneshe kwa rangi tofauti. Semaji, wale Simba mmewatoa Ngorongoro, mmewatoa wapi? Na kipindi uko pale juu ulikuwa una wasiwasi hapa nikicheza mimi nimeingia, ulikuwa una wasiwasi? Wale Simba tumewatoa Dar es Salaam Zoo. Na ni Simba kweli, so Simba wa maonesho. Ni Simba kweli, ukijipindua wanawatafuna. Yule mmoja dume anaitwa Kazi, yule mwingine anaitwa Tawa. Nilikuwa na uoga mwanzoni wakati napanda juu pale kwa mara ya kwanza. Nilikuwa na wasiwasi sana kwa sababu walikuwa wanakukuruka wale Simba. Lakini kadri nilivyokuwa nazidi na mwanzoni miguu ilikuwa inatetemeka kidogo. Sasa hapa leo Mungu wangu nikawa nishapiga na sala yangu ya mwisho. Sijui umeelewa tunasemaje Waislamu vile? Ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hapa liwalo liwe, nimeshakufa na shahada yangu nimetoa. Nitakumbukwa na wanasimba siku 2-3, watasahau, maisha yataendelea, nitabaki kama shujaa. Ulikufa siku ya sikukuu. Miaka 90. Kwa hiyo mwanzoni nilikuwa nina uoga,
lakini baadaye kadri tulikuwa tunavyozidi kwenda nikawa ninazoea ile hali, na of course tulichukua tahadhari zote za kitaalamu. Tulikuwa na askari pale kutoka TAWA ambao walikuwa na silaha za moto. Kwa hiyo kama yule simba angekukuruka alikuwa anachezea shaba ya mbavu, shughuli yake imeishia hapo na tamasha lingeendelea na story nyingine mpya kabisa. Simba vuruga tamasha la Simba Day. Msemaji, hizi interns, hizi uvaaji wako ubunifu ni inakuumizaga kichwa, au kuna mtu ambaye mnakaga chini kama kamati bwana tunaingiaje? Ni kitu gani ambacho huwa kinakupa? Kusema kweli tumeyatafuta makubwa ambayo yanatukosti. Kuna wakati mpaka mnajiuliza hivi mwakani tutafanya kitu gani tena. Tunakaa jopo la management ya Simba, tunajadiliana bana, mwaka huu tufanye kitu gani. Kwa kwanza kuulizwa huwa ni mimi, interest yako ni nini mwaka huu, yani unaingiaje mwaka huu? Kama nina idea nasema, kama sina bana mimi mwaka huu mweupe. Kwa hiyo wengine wanaibuka wanatoa mawazo. Kwa hiyo tumekaa kwenye kikao bwana. Unajua zamani kuingia ilikuwa ni kawaida tu, naingia na nini, lakini tukabadilisha ile uingiaji uwe ni sehemu yenye mvuto ya ndani ya Simba Day. Kwa hiyo tukafanya ya kwanza, ya pili mpaka hii ya tano. Hivi sasa kila mtu anasubiri ataingumza na watu wa hifadhi ya Ngorongoro, ndio akanipatia yale mavazi. Nikasema hapa ni muhimu nijifunike na sura ili watu wasione sura ya uoga wakati nakatiza pale na Simba Sports wale. Kwa hiyo nikavaa ile maski, jasho, wasiwasi ikawa ni ndani kwa ndani, watu hawaoni, wanaona komando tu. Mwisho wa siku tumemaliza pale, Simba karudi na yeye ndo nikavua pale, nikashusha pumzi, nikamshukuru Mungu, mambo yake. Kwa hiyo ni mchakato ambao unasimamiwa na management ya Simba, ndio tunafikia kuwa na matukio kama haya bora ya kuvutia. Ule DJ kweli au Bobby? Nimeenda kushtua kidogo pale. Moja kati ya anachagua mwenyewe ngoma anazozipenda pale. Nipiga kwanza ya Tambeni wana Simba, alafu nikaja nikawashtua watu na pombe na watoto. Baada hapo nikaja nikawapigia DJ. Ni mambo ambayo niliyapanga kabisa. Kuingia na ungo iko mawapi? Kuingia na ungo. Sema utaingia na ungo. Bwana. Tuendelee kwa watu tusogee kwa huko hapa tuendelee. Watu wa Yanga au? Nataka kuloga hata mechi ya tamasha jamani. Sogea kidogo tu. Sogea tu kidogo. Wananchi. Hata tamasha nataka mloge jamani. Wananchi bwana. Hata tamasha. Bwana tuambishe wenzetu tunanyoa jambo lao hapa. Jamani. Bwana poa bwana. Sione kama tumefanya jambo Tumemaliza jamani. Tayari Mesha. Tukapumzika.